العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس. Baada ya kumsifu Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali yote naichukua nafasi hii na kuhusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na vile vile naichukua nafasi hii ninakukatazeni na kuwaonyeni juu ya swala zima la kumuasi Allah tabaraka wa taala, na hivyo ndivyo ninavyoionya na kuikemea nafsi yangu juu ya swala hilo. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Watukufu Islam, tumekutana tena katika Ijumaa. Yakini tu ni moja miongoni mwa neema kubwa ya Allah. Ametuwafikisha sisi wachache katika wengi. Wako ambao katika Ijumaa iliyopita tulikuwa nao, lakini mpaka kufika Ijumaa ya leo Allah ametugawanya makundi tofauti. Mimi na wewe Allah ametuwafikisha tena, tumeipata Ijumaa hii ya leo, na wako wengine Allah hajawafikisha kwa dharura za aina mbalimbali. Wengine wako katika safari, wengine ile neema ya afya waliokuwa nayo leo hii Allah amewanyima. Muda huu wako mahospitali, wamelazwa, wanateseka kutokana na maradhi walionayo. Baadhi yao ile neema ya pumzi hawana kama mimi na wewe. Wako ambao wanaopumulia gesi, wanakula kwa kutumia mipira, hawajui anaingia nani wala anatoka nani. Na wako wengine, muda huu tuwe na yakini, mimi na wewe Allah ametujalia nafasi hii ya kuja kuitekeleza faradhi hii ya Ijumaa. Basi wako waja wa Allah muda huu wanarusha mikono yao na miguu yao wakipambana na ule uchungu wa kutolewa roho. Kwa hiyo mimi na wewe, si kwa ujanja wetu, bali ni kwa mapenzi ya Allah ametuafikisha katika hili. Na tumwombeni Mwenyezi Mungu atujalie nafasi hizi tuzitumikie vilivyo vyema kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah tabaraka wa taala. Watukufu Islam, katika hutuba yetu ya leo tutazungumza moja miongoni mwa dhambi iliyo mbaya yenye kumtupa mja katika moto wa Jahannam, na Allah atunusuru kutokana na dhambi hiyo. Ni dhambi ambayo kwa leo Waislamu wengi pengine tumeingia katika dhambi hiyo bila ya kujua. Kirudi katika suratul Hujurat, Allah ametuonya dhidi ya mambo matatu. Jambo la kwanza, Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu jatanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtum wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Allah anatuambia, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu na mkamwamini Bwana Mtume Muhammad na mkaiamini ipo siku ya mwisho mtakutana na Allah tabaraka wa taala, basi Allah anatuambia tujiepushe na wingi wa kudhaniana. Kwa hakika baadhi ya dhana ni madhambi yenye kumtupa mja katika moto wa Jahannam. Lakini pia Allah akatuambia wala tajassasu, na wala msipelelezane nyinyi Waislamu nyinyi kwa nyinyi,
jambo ambalo halikuhusu. Haifai kumpeleleza Muislamu mwenzako, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wala Muislamu asimsengenye Muislamu mwenzake. Allah akauliza, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, je, kuna mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliye maiti? Fakarihtumu, bila shaka hilo ni jambo ambalo linakuchukizeni. Tizama, yule mwenye kusengenywa, maadamu hayupo katika vikao hivyo, hasikii na wala haoni, basi Allah amemfananisha mtu huyo ni sawasawa na maiti. Imana ukimsengenya unakula nyama yake, hata kama lile jambo au ile sifa anayo ni ya kweli. Lakini Allah kwa kulinda ile heshima ya Uislamu, heshima ya Muislamu, Allah ameliharamisha jambo hilo, kumsengenya Muislamu hata kama ni kweli sifa hizo anazo. Kwa hiyo Mtume akawaambia masahaba, ukizungumza jambo ambalo ni kweli mtu huyo analo, maadamu hayupo katika vikao hivyo, faqad iftabta, utakuwa umemsengenya. Wa illa, na isipokuwa ukimzungumza kwa jambo ambalo hakuwa nalo, hakulifanya, au sifa hiyo hana, faqad bahatta, bila shaka utakuwa umemzulia uongo, na utakuwa umeingia katika madhambi yaliyo makubwa mbele ya Allah. Irudi katika suratul Ahzab, Allah anatuambia, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, na wale ambao wenye kuwaudhi Waislamu wanamume na Waislamu wanawake kwa majambo ambayo hakuyafanya au kwa sifa ambazo wao hana, mtu akawapambia na sifa hizo, basi Allah anasema faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Aelewe mtu huyo amechukua dhima iliyo kubwa ya kwenda kujibu mbele ya Allah, na ni madhambi ya wazi kweli kweli. Katika hilo Bwana Mtume Muhammad akatuambia, man dhakara mraa, yeyote mwenye kumzungumza Muislamu mwenzake, yeyote mwenye kumsifia Muislamu mwenzake, bima laysa fi, kwa sifa ambayo mtu huyo hana, kwa jambo ambalo mtu huyo hakulifanya, liyuibahu, kwa ajili ya kumwaibisha tu, pengine anachuki naye binafsi, au kwa ajili ya kumharibia ile heshima yake. Fulani ni mzinifu na mtu huyo sifa hiyo hana, fulani ni mwizi, sifa hiyo hana, kwa sababu tu mtu huyo anabifu na wewe, unachuki naye binafsi, basi Mtume anasema kwa kumzushia huko, Allah amechukua ahadi kwa mtu huyo, habasa Allahu fi nari jahannama hatta ya'ti bina Fatima qala, Allah atamweka mtu huyo katika moto wa Jahannam mpaka pale atakapoleta ushahidi wa yale aliyomzushia ndugu yake. Tazama leo ni wangapi ambao baadhi yetu sisi Waislamu kwa sababu ya chuki labda za kwetu binafsi, hatupendani, namna tunavyozuliana uongo, namna tunavyosengenyana, tuelewe ni moja miongoni mwa madhambi yenye kumtupa mja katika moto wa Jahannam. Siku moja Bwana Mtume Muhammad anawaambia masahaba, siku hiyo alipopelekwa katika Miraj, Mtume anasema, lamma urija bi, zama nilipopelekwa Miraj kwenda kuchukua swala 5 kwa Mungu, wakati Mtume anashuka, alipofika katika Sidratul Muntaha, alionyeshwa mambo mengi yanayofungamana na umma wake. Moja katika majambo hayo, Mtume anasema, marartu biqaumin, nilipitishwa kwa watu ambao lahum adfarun min nuhas, watu hao wana makucha marefu ya shaba yenye ncha kali, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, watu hao wakiwa wanajikwaruza na makucha hayo katika nyuso zao na vifua vyao mpaka damu zikawa zinawachuruzika.
Kila wakiendelea kulia, adhabu hiyo inazidi kuwa ni kali. Fabakaitu, Mtume akasema akalia sana. Fakultu man haulai ya Jibril, Mtume akamuuliza mwalimu wake Jibril, wale ni kina nani? Jibril akamwambia haulai alladhina yaakuluna luhuma nnas, hawa ni wale watu ambao walikuwa wanakula nyama za watu, bimaana walikuwa wanawasengenya wenzao. Wayatauna fi a'radihim, na wakikaa katika vikao vyao kazi yao ni kuwasengenya watu na kuwadadavua majambo yao, kuwasema yale madhaifu ya wenzao kana kwamba wao ndio wamekamilika. Basi Allah amewaandalia adhabu ya namna hiyo. Ni adhabu ya namna gani Waislamu? Hakika kusengenya ni moja mwa dhambi ambayo ni hatari mbele ya Allah. Katika hadithi ambayo amelisimulia Anas ibn Malik, akaipokea al-Imam at-Tirmidhi, bwana Mtume Muhammad anawaambia masahaba, na ndio ananiambia mimi na wewe. Mtume anasemaje? Anasema inna dirham yusibuhu ar-rajulu min ar-riba a'dhamu 'inda Allah min khati'atin min 36 zania. Ile shilingi moja anayoichukua Muislamu kutokana na dhambi ya riba, tazama, shilingi moja Mtume anaizungumzia ya dhambi ya riba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Acha mamilioni ambayo leo Waislamu tunayachukua tunaendeshea biashara zetu kwa riba, basi Mtume anasema ile shilingi moja dhambi yake kwa Allah ni sawasawa, ni kubwa kuliko kuzini mara 36. Izame dhambi hiyo. Na katika riwaya nyingine Mtume anasema riba imegawanyika milango 72 ya madhambi. Ule mlango wa chini ambayo dhambi yake ni ndogo kuliko zote ni sawasawa na wewe mwanamume kumzini mama yako mzazi. Ni wangapi ambao leo tumedumbukia katika dhambi ya riba? Izama ukubwa wa dhambi ya riba. Lakini pamoja na huu ukubwa wa dhambi ya riba ambayo ni kubwa kuliko kuzini mara 36 shilingi moja, lakini Mtume anasema wa arba riba, na moja miongoni mwa dhambi iliyo kubwa kuliko hata hiyo riba, airdul muslim, ni Muislamu kumvunjia heshima Muislamu mwenzie, imma kwa kumsengenya ama kwa kumfulia uongo. Hiyo ni moja miongoni mwa dhambi iliyo mbaya kabisa. Leo ni wangapi ambao tunasengenyana Waislamu? Tazama, Mtume anatuambia riba kutokana na ukubwa wake, lakini dhambi hiyo ni ndogo kuliko Muislamu kumsengenya Muislamu mwenzake. Na kwa kuyathibitisha haya watukufu Waislamu, kirudi kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Huyu ni mke wa bwana Mtume Muhammad. Anahadithia, anasema kuntu qa'idan fi baiti. Siku moja alipokuwa amekaa nyumbani kwake pamoja na mume wake bwana Mtume Muhammad, Aisha anasema famarrat Safia, mara akapita Bi Safia. Huyo Bi Safia naye ni mmoja miongoni mwa wake wa bwana Mtume Muhammad. Bi Aisha anasema alipopita Bi Safia, ule uwivu ukamjia, akachukua ile nafasi ya ukewenza wake, akamwambia ya Rasulullah, hasba Bi Safia, mtazame Safia ile nakutosha ile, hiya kasira, mtizame namna alivyokuwa mfupi mke wako ule andunje yule. Tizama, alizungumza neno moja kwa ule wivu, alisema mtizamo mke wako namna alivyokuwa mfupi. Mtume alimgeukia mama Aisha, fatamarra wajha, mpaka uso wa Mtume ukabadilika ukawa mwekundu. Mtume akamwambia, ya Aisha, laqad qulti kalimatan, hakika umezungumza neno moja, umemsengenya Muislamu mwenzako kwa neno moja la kusema tu mfupi yule. Laiti kama angelisikia angekuwa ni mwenye kuchukizwa nalo. Basi Mtume akamwambia mama Aisha,
akamwambia madhara yanayopatikana katika neno hilo, lau muzijat bima'il bahr, lau neno hilo likachukuliwa likatumbukizwa ndani ya bahari 7, la ghayyartuhu, lingeiharibu bahari nzima, ladha yake, harufu yake na rangi yake na vyote vilivyomo ndani yake. Tazama neno moja la kumsengenya Muislamu, kumsengenya Muislamu mwenzie, inaharibu bahari nzima na vyote vilivyomo ndani yake. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Je, mimi na wewe, fakaifa bi'alafin kalimatin takhruju min afwahi almuslimin alladhi fiha shab wa shatam wal ghiba wan namima, ikiwa neno moja linaharibu bahari nzima na vyote vilivyomo ndani yake, je, itakuwaje katika mahakama ya Allah maelfu ya maneno yanayotoka katika vinywa vyetu sisi Waislamu kuwasema vibaya Waislamu wenzetu, ambaye ndani yake kuna kuzuliana uongo, kuna kusengenyana, kuna kutukanana? Itakuwaje katika mahakama ya Allah? Maal asafi shadid, leo kwa msiba tulionao leo, pengine sijui ndio kwa kutokujua, sijui ni makusudi tunafanya, leo inafika mahala Waislamu tunathubutu kuwasengenya hata ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Subhanallah. Yaani mtu anakaa kabisa anamsema ndugu yake aliyetangulia mbele za haki kwamba fulani ameondoka, yule aliacha watoto 5 wa nje ndoa, yule fulani alikuwa ni mwizi kweli kweli, yule fulani alikuwa kadha wa kadha. Aliyekuwa hatujui ndugu zetu hao waliotangulia mbele za haki wako katika mazingira gani. Pengine wanahitaji msaada wangu mimi na wewe, tuombee dua kwa Allah, tuwatolee sadaka, tuwafanyie kila aina ya khairati. Lakini mimi na wewe leo ndo tunakaa na kuwasengenya ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Tunawasengenya watu ambao wameshayapitia mambo matatu, mimi na wewe bado hatujafika. Jambo la kwanza, wameshauona uso wa malakul maut ana kwa ana, mimi na wewe hatujauona. Jambo la pili, wameshaonja ladha ya kifo, wanajua udhalili wa uchungu wa kutolewa roho uko vipi, mimi na wewe hatujafikia. Jambo la tatu, tayari hawako katika ulimwengu huu, wako katika maisha ya barzakha, maisha ya mwanandani, maisha ambayo kaburi liko pinyo, hatujua na maisha gani. Mimi na wewe tunawasengenyaje ndugu zetu waliotangulia mbele za haki? Na ukiona Muislamu na tabia ya kumsengenya Muislamu aliyetangulia mbele za haki, ama yule ambaye yuko hai, basi tuelewe bado hatujauelewa Uislamu wetu, na bado Uislamu wetu haujakamilika. Kwa kauli ya Bwana Mtume Muhammad anasema, al-muslim, Muislamu wa kweli mbele ya Allah, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kwa kupitia ulimi wake na nguvu yake. Bimaana hana sifa ya kuwasema vibaya Waislamu wenzake, na wala kiwiliwili chake chenye nguvu alichopewa na Allah hana sifa ya kuwadhuru Waislamu wenzake. Huyo ndio Muislamu wa kweli mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tujiangalie katika vikao vyetu tunavyokaa, katika vijiwe vya kahawa, vijiwe vya aina mbalimbali, tunazungumzia majambo gani? Ikiwa tunazungumziana kusengenyana, basi tuelewe tumeingia katika dimbwi ambalo ni kubwa ya moto wa Jahannam mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tuelewe, tunaambiwa idha kunta fi thalath, ukiwa katika vikao vya aina 3, farahmatullahi anhu masruf, rehma ya Allah iko mbali kabisa na watu hao. Vikao vya aina 3, vikao hivyo Allah amevichukia na havipendi kabisa, na ameahidi adhabu kali kwa watu hao. Kikao cha kwanza, adhahik, ni watu kukaa kazi yao ni kuchekeshana.
ukaa na kuzungumzia mambo ambayo ni yenye kuchekeshana, muda unakwenda. Pengine yapo mambo ya muhimu ya kuyafanya katika umri wetu, katika afya yetu tulionao, katika muda ambao Allah ametujalia. Wapo wengine Allah ameonyima neema ya afya, wako mahospitali wanalia, wanateseka, wanamuomba Allah awape nafasi walau kidogo. Mimi na wewe tunakaa tunacheka kwa muda huo. Kikao hicho kiko mbali na rehema ya Allah. Kikao cha pili, dhikru dunia, watu kukaa kazi ni kuzungumzia mambo ya ulimwengu tu. Na leo maal asafi shadid, leo kwa msiba tulionao, kizama leo Waislamu tukikaa katika vikao, leo ni dunia na sisi, siasa, mipira, kadha wa kadha. Leo mpira umekuwa kama ibada. Unakuta Muislamu namna anavyomtetea mchezaji wake katika kijiwe hicho, mpaka mishipa ya shingo inamtoka, povu la mdomo linamtoka, namna anavyomtetea mchezaji wake. Pengine mchezaji huyo kafiri, ana mitatu kila kona, namna akisemwa vibaya anavyosimama kidete kumtetea mchezaji wake. Lakini huyo Muislamu anasema vibaya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu wala hashituki na wala hauviki katika hilo. Kikao cha namna hiyo, rehema ya Allah iko mbali na watu hao. Na kikao cha tatu ni kikao ambacho alladhina yaqauna fi a'rab, wale ambao wanaokaa na kuwazungumza wenzao vibaya katika aina tofauti za kuwazungumzia, ima kwa kuwasengenya, kwa kuwazulia uongo, kadha wa kadha. Na Allah ameahidi katika hilo, wailul likulli humaza billumaza, adhabu kali wale ambao wenye kuwasengenya Waislamu wenzao, ima kwa kuwazungumza au kwa kuwaashiria. Kama anapita sikia wanavyokonyezana, amemwona yule kadha wa kadha, basi tuelewe ni moja katika hatari yenye kumtupa mja katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atunusuru na dhambi ya kusengenya. Allah awasamehe ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Ajalie makaburi yao ni mabustani katika mabustani ya pepo. Ayanusuru yasiyo mashimo katika mashimo ya moto wa Jahannam. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.